Swala ambayo tumeyapa kipaumbele leo ikiwa tumezungumzia darubini ya uchumi mwaka 2026, na hapa studioni ninao wageni ambao watatusaidia kuzungumzia masuala haya. Niko naye Ronnie Chokaa ambaye ni mwanauchumi kutoka Capital A Investment Bank. Pia tuko naye bwana Evans Ng'ang'a ambaye ni mfanyabiashara na pia mwenyekiti wa wafanyabiashara walioko katika sekta ya uuzaji vyuma vikuukuu. Pia tuko naye bwana Martin Chomba, hajakuwa mgeni kwetu, mtaalamu wa masuala ya uchumi na mwenyekiti wa wauzaji mafuta hapa nchini, na pia tuko naye ndugu yetu Davis Kambale Tayo ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uchumi. Karibuni sana tuweze kuzungumzia na kung'amua masuala haya ya kiuchumi, kwa sababu ni masuala ambayo yanahusu nafikiri kila mmoja wetu, taifa kwa ujumla na vile vile mwananchi. Lakini kabla ya kuzungumzia darubini ya mwaka 2026, nafikiri nianze nayo bwana Davis. 2025 tuliimaliza vipi kimtazamo wa kiuchumi, ndiposa tuweze kujua tutasonga vipi pale tulipoachia. Asante. Kutathmini mambo ya kitaifa huwezi toroka mitazamo ya kisiasa. Na nikikaa sasa kwa mwaka huu wa 2026 ninajaribu kuelewa ni kitu gani serikali ya Kenya Kwanza ilikuwa inafanya. Ukiangalia ile miaka yake ya kwanza tulikuwa tunapiga kelele sana, tunasema rais anaenda nje sana, mikutano mingi, na hatuoni ni kitu gani ambacho anafanya. Na sasa ukikuja upande huu wa mwaka unaanza kuona utofauti fulani. Hizo trip zake za ng'ambo zimepungua na ni kama anaenda sana mashinani. Kwa hivyo kulingana vile navyoona, walikuwa wamegawanya implementation plan ya hiyo program ya Beta, kwamba wang'ang'ane sana na vile vizingiti vikuu vya katika uchumi, ile Waingereza wanaita macro. Na kustabilize macro ilikuwa inabidi watengeze uhusiano wa Kenya na nchi za nje na investors wa nje, na kwa ukubwa hapo naona kama tumefaulu. Sasa sehemu ya pili ile imebaki ni kufanya hizo success katika macro ziweze kuingia katika micro. Watu wasikie pesa mfukoni. Na hiyo ndiyo kelele ambayo iko sasa. Ya kwamba ndio nchi za nje zasema Kenya tulilipa deni letu, Kenya uchumi uko stable, Kenya GDP inakuwa, Kenya inflation imekuwa stabilized, lakini wananchi wa Kenya wanalia ya kwamba hatuoni haya matunda mazuri ambayo viongozi na watu wa nje wanaona. Na sasa unaona sasa pressure inazidi kuongezeka. Wale suppliers ambao walikuwa wanategemea kulipwa, mambo ya pending bills, wanaendelea kusukuma. Wale wakubwa wa barabara wamelipwa, wale wadogo bado. Kwa hivyo pressure inaongezeka. Watu ambao hawajapata ajira wanaendelea kusukuma, wanasema kwamba tunasikia tu mambo hapa lakini tunataka kuona ajira. Wafanyikazi na wafanyabiashara wadogo wanalia ya kwamba ndio tunasikia mambo ni mazuri lakini hatuoni hizi pesa. Kwa mahospitali hakuna madawa. Kwa hivyo ile phase imebaki kuanzia sasa kwenda mbele ni kuhakikisha kwamba kuna efficiency katika vile vizingiti ambavyo vimewekwa, ili ule uzuri ambao unaongelewa in general uweze kufika kwa watu individually. Asante. Ronnie, nije kwako. Kuna vitu vitatu ambapo unapozungumzia uchumi kukua au biashara kupanuka hapa nchini lazima uangazie. Moja, kwa kimombo nitatumia GDP growth. Pili ni monetary policy ambao mara nyingi inasimamiwa na benki kuu ikitoa mwongozo kuhusiana na riba na kadhalika. Tatu inakuwa masuala ya exports na remittance, yani vitu tunauza ng'ambo na pesa tunazopata kutoka kule. Kipi cha msingi hapa kuangazia wakati unapoangazia kukua kwa uchumi? Na vile inavyotajwa sasa hivi ni kwamba mtazamo wa mwaka huu ni kwamba uchumi utakuwa kwa kati ya 4.9 na 5.5. Kipi ambacho tuangazie zaidi kati ya haya matatu ambayo yanaweza kunufaisha serikali na mwananchi wa kawaida? Asante sana. Kwanza niseme tukizingatia hali ya uchumi, huwa tunaangalia ukuaji wa kipato cha nchi, which is the GDP growth, ambapo tunaangalia sekta mbalimbali kuanzia ukulima, kuendelea kwa biashara, kuelekea kwa sekta zingine kama utalii na nyinginezo. Alafu kwa hivyo tukiangalia ripoti za Kenya National Bureau of Statistics
tunapata kwamba uchumi unaendelea kuimarika ama kupona ukilinganisha na enzi kabla ya corona. Tunaona kwamba uchumi unaanza kuamka baada ya miaka 5 ya utulivu mkuu. Naweza sema kwamba tukiangalia sekta kama migodi na pia utalii zimeimarika maradufu. Na unaposema maradufu, unaweza kusema kiwango gani cha fedha ambazo pengine tumeweza kukusanya, iwe ni kupitia fedha za kigeni na kadhalika? Naam, tukiangalia asilimia ya ukuaji kuanzia mwaka huu ukilinganisha na mwaka uliopita, unaona kwamba ukuaji haswa kwa utalii umepita kiwango cha 15% year on year growth. This is ni ukuaji ambao si wa kawaida. Tukiangalia pia zile bidhaa ambao tunauza nje kwa soko za kigeni pia hizo zimeimarika maradufu. Manake tukiangalia ripoti za Benki Kuu ya Kenya zinasema kwamba zinaashiria kwamba akiba za kigeni zinazidi kuimarika kwa takriban bilioni 2 za US dollars. Tukiangalia pia riba imepunguka ukilinganisha na mwaka uliopita kutoka 10.5 kumalizia mwaka uliopita. Riba kuu or the benchmark interest rate by the central bank ilipunguzwa mpaka 9%. So hivyo hii iliwezesha wanabiashara kwenda kwenye mabenki na kupata deni kwa bei nafuu. Waliwezesha kuongeza sasa wenye viwanda waliweza kuongeza production na hata hivyo pia ikasaidia kuongeza mapato kwa biashara zenyewe na hata wananchi pia wakaweza kuongeza matumizi ya hizi bidhaa. Umezungumza vizuri kuhusiana na yale yamefanyika, lakini swali la kujiuliza baadaye ni je, mwananchi wa kawaida amepata faida yoyote kutokana na masuala hayo, ama kuna masuala tofauti yanafanyika ambayo yanamfanya kwamba haoni kuna faida? Na je, kuna wale ambao wamefaidika ni wafanyabiashara kama Bwana Evans, ama ni serikali, ama ni wachache? Kwa sababu wengi bado utauliza sasa hivi anakuambia mifuko yangu bado haina kitu. Hayo tutazungumza baadaye. Tunakwenda mapumzikoni kidogo, lakini Bwana Evans, kwa sababu ya biashara ambayo unafanya, nataka nigusie vile alivyozungumza Bwana Roni, kama ni kweli mapato kutoka nje yanaimarika ama namna gani. Mtazamaji, usiondoke hapo ulipo, tunapunga unyunyu kidogo tu, halafu tuendelee na mazungumzo yetu.